Karibu sana kwenye tafakari ya kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 5 hadi sura ya 8. Mimi nakukaribisha sana na tutajifunza mambo kama 15. Mambo kama 15 ambayo tutajifunza. Nitazungumza kwa ufupi sana. Namba 1, moyo wa mwanadamu ukiharibiwa, mwanadamu ameharibiwa. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho tunajifunza. Na hii tunaiona kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3, ambapo maandiko yanasema, Petro akasema Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Shetani akitaka kumharibu mtu, anachofanya anacheza na moyo. Mungu akitaka kutembea na wewe, anacheza na moyo. Mungu alimpenda Daudi kwa sababu ya aina ya moyo aliokuwa nao. Moyo wako ni sura yako. Moyo wako ni matendo yako. Moyo wako ni tabia yako. Kwa hiyo shetani alifaulu kuwadanganya Anania na mke wake, wakaweza kuiba sehemu ya sadaka ambayo walikuwa wamekubaliana kuitoa yote. Namba 2, utoaji unahitaji maarifa, na yoyote anayetoa kwa kuiga, matokeo yake huwa ni mabaya. Yes, kuna watu ambao wanatoa pesa, wanatoa sadaka kwa sababu wameona mwenzao ametoa, na kuna muda wanafanya kama mashindano kwamba kwa sababu kwenye uwe mchango, uwe ni sadaka, katoa kiasi fulani, basi na wewe unajaribu kushindana naye, na mwisho wa siku ambacho kinatokea ni kwamba either hakitakupokelewa au utaiba. Matendo ya Mitume 5:1, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Hawa watu ambao wanatajwa hapa, Anania na Safira, wanafanya hivyo kwa sababu ukisoma hiki kitabu cha Matendo ya Mitume 4:37, utamwona mtu anaitwa Yusufu. Yeye aliuza shamba na zile hela zote akapeleka kwa mitume. Baada ya kufanya hivyo, Anania na yeye akafanya kitu kile kile. Alafu mwisho wa siku akajikuta amebakiza change. Kuna uwezekano Anania baada ya kuona tu, kwa sababu Petro, utagundua Petro alikuwa anamjua. Haleluya. Raba shanta la bakoria, kwa sababu Petro anamuita kwa jina Anania. Kwa nini shetani amekujaza? Maana yake ni mtu ambaye alikuwa sehemu ya ushirika. So alipoona Yusufu kauza shamba na yeye akaona aige, lakini yeye kwa sababu hakufanya kwa moyo, akawa ameweka sehemu, akawa ameiba kiduchu, na Roho Mtakatifu akamfunulia Petro. Namba 3, ishara na maajabu ilikuwa ni sehemu ya kanisa. Ukisoma Matendo ya Mitume utakuja kugundua kwamba karibu kila ambaye ametajwa, karibu wanafunzi mitume wote walikuwa wanafanya miujiza na maajabu. Hata wale ambao hawakuwa mitume, ambao walikuwa ni ukiachana na wale mitume 12, hata wale ambao walikuwa ni wanafunzi tu wa Yesu kama kina Stefano, tunaona wanafanya miujiza. Haleluya. So miujiza na ishara, maajabu ni alama ya kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye kanisa. Lakini pia hizi ni moja ya nyenzo au silaha ambazo unaweza zikatumika kuweza kukuza kanisa. Tunaweza tukaona pia kwenye Matendo ya Mitume 5:15, Petro anaponya watu kwa kutumia kivuli chake tu. Watu walilala barabarani na magodoro. Lakini pia unaweza ukasoma udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye Matendo ya Mitume 5:12. Namba 4, wivu ni kizuizi katika kanisa. Tunawaona hawa viongozi na wazee wa Israeli, kilichowafanya waanze kushindana ni wivu. Wivu ni kizuizi kikubwa. Hata sasa hivi kwenye kanisa, hasa kwenye huduma hizi, unakuta mtu anainuka, Mungu anamuinua, alafu hao wenzie ndo wanaanza maneno, wanaanza kumchochea ili ashuke, au pengine hata walio juu wanaanza kuona kama vile anaenda kuwavuka, wanaanza kumpiga vita. Haleluya.
So hao wazee wa Israeli baada ya kuona mitume wanaanza kukubalika na ile imani inaanza kusambaa, wakawaonea wivu. Hii unaweza kusoma Matendo ya Mitume 5:17. Lakini pia utii, namba 5. Lazima tuelewe kwamba utii kwa Mungu kwanza. Ni kweli kwamba tunapaswa kuheshimu mamlaka, lakini kabla ya kuheshimu mamlaka tunamheshimu Mungu. Haleluya. Hii tunaiona kwenye Matendo ya Mitume 5:29. Ngoja nikusomee tu, mtoto wa Mungu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kuna watu wengi sana tumeshindwa kupiga hatua kwa sababu tuliwatii wanadamu tukamsahau Mungu. Kuna mtu ataacha kwenda kanisani kwa sababu kaambiwa kwamba leo njoo huku, kuna kitu inabidi tufanye, na anaacha kwenda kanisani. Anaacha kumtii Mungu, anamtii mwanadamu. Tunajifunza hapa kupitia mitume kwamba imetupasa kumtii Mungu kwanza. Namba 6. Lazima tujue Mungu hashindwi. Mungu hashindwi. Ukimtegemea Mungu hakuna ambaye anaweza kukuangusha. Ukisoma Matendo ya Mitume 5:38 hadi 39. Okay? Basi sasa nawaambia jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Ni Gamalieli. Baada ya wale wazee, hao jamaa walikaa chini wakawaza kuwaua mitume. Huyu Gamalieli ndo anatoa ushauri wa kwamba wawaache wasiwaue. Haleluya. Na Gamalieli alijua hii siri ya kwamba Mungu hashindwi. Namba 7. Mateso kwa ajili ya Yesu ni furaha. Tunaweza kuona baada ya kupigwa, maandiko yanasema nao wakapigwa. Baada ya hao mitume kuwa wamepigwa, tunaona walitoka kwa furaha, wakifurahia kupigwa kwa sababu wanaitetea Injili. Hawakuanza kulalamika mbona Mungu umetuacha. Mmenielewa? Hawa jamaa walikuwa kwenye imani ya juu sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume 5:41, nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Haleluya. Huu ni upendo wa juu sana. Namba 8. Tunajifunza Injili inaanzia nyumbani. Matendo ya Mitume 5:42, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. So tunaona ndani ya hekalu na nyumbani mwao. So hawa jamaa hawakuishia tu kanisani. Injili ilikuwa inatembea hadi nyumbani. Haleluya. So Injili inaanzia nyumbani, mtoto wa Mungu. Anza na hao ulionao. Namba 9. Hekima ya Mungu ni muhimu sana 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 katika uongozi wowote. Ndio maana Suleiman aliomba hekima. Huwezi kuwaongoza watu kama una hekima. Hekima ni ya muhimu sana. Kwa sababu hekima inakufanya inapoletwa kesi, yanapoletwa majibizano, uweze kutatua zile changamoto za watu. Matendo ya Mitume 6:10. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Haleluya. Hekima ya Mungu haiwezi kushindwa na mwanadamu. Maana yake ni hivi, njia rahisi ya kusolve matatizo ni Roho Mtakatifu akae ndani yako, halafu aachilie hekima. Haleluya. Namba 10. Lazima tujifunze kitu kinaitwa hatima hupingwa. Yaani uliyemsaidia leo anaweza kuwa adui yako kesho. Especially kama kitu ulichokifanya kinahusiana na hatima. Moja ya kitu ambacho adui anawinda ni hatima. Kwa sababu hatima ndo maisha menyewe. Yaani tuko hapa duniani kutimiza nini? Hatima zetu. Na adui anajua hicho. So ili kukuharibia, adui always anazuiaga hatima. Anazuia kwa kutumia hata ndugu zako.
kama Musa. Tunaona hapa kwenye Matendo ya Mitume 7:27 inasema, lakini yeye aliyemdhulumu mwenzie akamsukumia mbali akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Remember hatima ya Musa. Huyu ni Musa. The day before, siku kabla ya hapo, alimuua Misri. Na ule Misri kwa sababu gani? Alikuwa anapigana na Mwisraeli. Kesho yake anakutana na yule Mwisraeli ambaye alimsaidia, anamgeuka. Hii inaitwa tenda wema nenda zako. Anamgeuka na anamtishia. Na hapa ndipo Musa aliamua kukimbia. Ni kweli alikuwa mkuu na mwamuzi. So adui akamuingilia huyu ndugu. Lengo lilikuwa ni nini? Kumuondoa kwenye hatima. Bahati nzuri Mungu alimfuata huko kwa Midian. Haleluya. Akamfuata huko. Adui alitaka Musa akimbia aende mbali ili asiwe nani? Asije kuwatoa. Lakini Mungu alimfuata Musa huko alipokuwa. Ukisoma naomba tujifunze kitu namba 10. Namba 10, kumpinga Roho Mtakatifu ni alama ya kutotahiriwa mioyo na masikio. Yes. Matendo ya Mitume 7:51. Au inasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni hivyo. Moyo wa mwanadamu ambao haujatahiriwa, moyo wa mwanadamu ambao si safi, moja ya sifa yake ni kwamba sio mtii. Ndio maana tunaona wanampinga Roho Mtakatifu. Haleluya. So kutokutii ni moja ya alama ya kwamba moyo wako umeharibika na masikio yako yamezibwa. Haleluya. Namba 11, tunajifunza nguvu ya msamaha. Cha kwanza, ukisoma kuhusu Stefano baada ya kuwa amepigwa mawe akiwa pale chini kabla hajakata roho, tunaona anawasamehe wale wote waliohusika kumuua. Okay? Waliohusika kurusha mawe. Lakini tunaona hii neema anayo kwa sababu ya msaada wa Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana kuwa na moyo wa msamaha kama hauna Roho Mtakatifu. Ndio maana ni ngumu kusamehe kwa akili zako. Ukisamehe kwa mwili huwezi. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili kusamehe. Matendo ya Mitume 7:60. Namba 12, tunakuja kujifunza kitu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kumjua mtu sahihi na mtu asiye sahihi. Bila Roho Mtakatifu huwezi kujua mchawi na mtumishi wa Mungu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kujua nabii wa uongo na nabii wa kweli. Watu wengi wanaenda kwa vigezo vya kimwili, hawajaambiwa na Roho Mtakatifu. Anaangalia kanisa lina watu wengi, anaingia. Anaangalia kanisa ni zuri, anaingia. Anaangalia mtu kashuhudia alikuwa anaumwa kitu, anaingia. Anaangalia tu wameshika Biblia, anaingia. Akisikia tu anasema kwa jina la Yesu, anaingia. Tuangalie hivyo vigezo. Roho Mtakatifu mwenyewe ndani yako anakuambia usimsikilize huyo mtu. Mfano, mimi kuna mtumishi mmoja wa Nigeria, ni mtu kabisa maarufu na ukisikiliza huwezi, lakini Roho Mtakatifu huwa aniruhusu kabisa kumsikiliza. Last time nikajaribu tena ikakataa na nikaachana naye. So Roho Mtakatifu hataki nimsikilize. Pengine sawa, anaweza akawa sio nabii wa uongo, lakini mimi pengine the way ambavyo Mungu anataka niwe, nikimsikiliza nitatoka pale ambapo Mungu anataka. Roho Mtakatifu anajua zaidi. Msikilize Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Tunaona kuna mchawi aliloga mji mzima wa Samaria, anaitwa Simoni. Aliloga, wote wakamwamini. Ndivyo ilivyo. Kuna makanisa washaloga watu, washalogwa. Wanaingia tu wanakunywa kila kitu kilichopo. Mungu atusaidie sana. Matendo ya Mitume 8:10. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Walishindwa kutofautisha kati ya uweza wa Mungu na nguvu za giza. Wakaamini kwamba ametumwa na Mungu, kumbe ni mchawi. Paka alipokuja kina Petro, wataalamu
ndio wanapambanua, kwa sababu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka kwenda sehemu usianze kujifanya unajua sana. Kama haumsikiagi Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, acha ingia kila kanisa. Namba 13, karama ya Mungu haiuzwi. Yes. Usije ukatoa pesa ili kupata huduma. Wewe pia unaingia kwenye shida. Wewe huna tofauti na huyu Simoni mchawi. Na huyu anayepokea anaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Umepewa bure, toeni bure. Karama ya Mungu haiuzwi. Kuna watu wanauziwa hadi upako. Wanauziwa upako. Upako hauuzwi my friend. Tunajiingiza kwenye wengi ni masimoni mchawi na hawajui. Kama ambavyo huyu jamaa alitaka kununua kipawa cha Roho Mtakatifu, kuna wengine mnanunua hadi leo. Ndio maana mnanunua hayo mafuta. Na mjui kama mnamkosea Mungu. Mshakuwa kina Simoni mchawi na wala hamjui. Mungu atusaidie. Haleluya. Matendo ya Mitume 8:20. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Kuna watu wanataka uponyaji kwa mali, kuna watu wanataka unabii kwa mali. Zote hizo ni dhambi. Hazina tofauti na huyu Simoni mchawi. Namba 14. Kuna kitu kinaitwa kifungo cha uovu. Tunajifunza hapa kitu kinaitwa kifungo cha uovu. Kifungo cha uovu ni kipi? Kifungo cha uovu ni pale ambapo unajaribu kuacha uovu fulani, huwezi kuacha. Yaani ni hata kama utajiunga na wenzio, bado utaingia unasema umeokoka, lakini kumbe umeingia kutafuta mwanamke. Upo unaimba kanisani, lakini lengo lako ni kutafuta wadada au wakaka. Manake ni hivi, yupo kwenye kikundi ambacho mnaona ni mwenzenu, lakini yupo kwenye shida. Kinaitwa kifungo cha uovu. Ni uovu ambao umeshindwa kutoka. Unajitahidi lakini hutoki. Haleluya. 8:23. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Huyu mtu aliye kwenye kifungo cha uovu hahitaji toba tu, anahitaji kufunguliwa. Kama amina. Yaani imeshakuwa excess. Maana yake kuna roho nyuma ambayo inafanya kazi atende uovu kama huyu mchawi. Maana yake alikuwa na roho za kichawi za utambuzi. Namba 15. Ubatizo ni kwa njia ya imani. Haleluya. Matendo ya Mitume 8:36. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. So kinachofanya mtu abatizwe ni imani. Haleluya. So imani yako ndio ambayo ni ya muhimu sana. Ndio maana Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Haleluya. Na huyu jamaa inasemekana ndo alipeleka injili Ethiopia. Sasa kuna prayer point hapa za kuomba. Niliwaambia ukishasoma Biblia hakikisha una kuwa na nini? Prayer point. Prayer point ya kwanza utaomba, sema Bwana niumbie moyo mpya, nitahiri moyo wangu na masikio yangu ili nikutii wewe. Ombi la pili, prayer point ya pili utasema Bwana naomba neema ya kuwasamehe wale walionikosea kama Stefano. Namba 3, kila kifungo cha uovu kwenye maisha yangu kikatike katika jina la Yesu. Namba 4, Bwana nipe neema ya kupambanua mchawi na mtumishi wako. Au Bwana nipe macho ya rohoni. Namba 5, ninaomba Roho wa Bwana ninyakue kutoka kwenye vifungo vya nafsi na niwe huru kama ulivyomnyakua mtumishi wako Filipo kutoka kwa towashi. Namba 6, Bwana ninaomba nipe ujasiri wa kuhubiri injili yako kuanzia nyumbani. Kwa sababu kuna wengine nyumbani wanaogopa. Namba 7, ninapoteseka kwa ajili ya injili ya Kristo, nisilalamike bali nifurahie kumtukuza Mungu.
omba hiyo neema. Hallelujah. So prayer point 7 hizo zitakusaidia sana sana sana. Ninaamini kwamba umeelewa, na Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa.